utaratibu na mila zao ni haramu kwa mwanamke kutembea kichwa wazi kabla ya Uislamu. Mata ista'badtumun nasa wa laqad waladatuhum ummahatuhum ahrar, lini mmewafanya watu kuwa ni watumwa ili hali ya kuwa mama zao wamewazao wakiwa ni huru. Mheshimiwa Sheikh wa mkoa, Mheshimiwa Kadhi Mkuu, nachelea kusema kwamba hatuna sababu ya kuweza kutokuufuata Uislamu wetu. Ndugu zangu, maisha ya Muislamu kuanzia naamka alfajiri kwenda msikitini mpaka nalala tena ni maisha ya Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ewe Muhammad, hakika si jinginelo haya yanayokuja hayabadiliki, tumekutuma bila ya shaka wewe ni rahma kwa walimwengu wote. Unaposoma fani ya balagha halafu ukatulia vizuri, ukiifanya hii mim mulgha na ila mulgha, wa arsalnaka rahmatan lil alamin, bila ya shaka ewe Muhammad, sisi tumekutuma wewe ni rahma kwa walimwengu wote. Umumiyatu rahma wa umumiyatu risala, ni rahma kwa vipi? Njooni muangalie Qur'ani ya Mtume Muhammad. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wakati huo unapoangalia ulimwengu, ukiangalia taratibu za maisha na tayaratul fikiria, ulimwengu wakati huo mwanamke alikuwa hana thamani. Unapoona mabadiliko ya dunia leo ni matokeo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuupa ulimwengu ustaarabu. Ukiangalia mabadiliko ya viwanda leo ni matokeo ya ulimwengu kutokuheshimu utaratibu wa ubinadamu na utu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kuufundisha ulimwengu ustaarabu na utu. Tunaambiwa kwa wasomi walosoma huko walikosoma, mabadiliko ya dunia leo ni matokeo ya thauru wa Fransia, mapinduzi ya viwanda ya Faransa yaliyoleta mabadiliko na ustaarabu wa dunia, eti kwa akina mama kufanya maandamano ili wawe ni sababu ya sehemu ya kutambulika na kujua haki zao duniani. Hapana, hatuwezi kwa utaratibu huo. Ili tuweze kuelewana kwa hawa wasomi na ustaarabu, ni lazima tuwaambie Uislamu ulimwambia mwanamke hivi, mume wako akifa lazima utarithi. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Uislamu, shukrani, Uislamu ulimwambia binti wa Kiislamu kwamba utaratibu wako wa maisha upo hivi, ni lazima ufikie pahala ujistiri na ujiheshimu. Ulimwengu leo unamwambia huyu binti wa Kiislamu au yoyote yule asijiheshimu, awe vyovyote atakavyokuwa kwa mfano wa kidunia. Bahati mbaya sana, uelewa wetu sisi wa jamii ya Kiislamu tumefikia hapo tulipofikia kwa sababu ya tayaratul fikiria. Tayaratul fikiria ni somo gumu na kubwa, lakini kwa ufupi sana ni lazima tuangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alimwambia mwanamke, akakaa akafikiria, akamwambia mama yoyote duniani, unaposoma tarikhul Islam, unaposoma historia ya Uislamu, wanawake wote duniani, mila zao, desturi zao, awe Mnyakaramba, awe Mgoma, awe Muha, awe Mbwari, awe yoyote, au hata Mmeme,
utaratibu na mila zao ni haramu kwa mwanamke kutembea kichwa wazi kabla ya Uislamu. Kweli si kweli? Lakini ulimwengu sasa ukamtoa, ndio yale mapinduzi ya ulimwengu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi al-mashhuri, kabla ya mtume akaja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akaujibu ule ulimwengu na mataifa makubwa ya duniani. Umar bin Khattab ana kauli yake mashuhuri akisema, mata ista'badtumun nasa wa laqad waladatuhum ummahatuhum ahrar, lini mmewafanya watu kuwa ni watumwa ili hali ya kuwa mama zao wamewazaa wakiwa ni huru. Kauli hii naomba tukaifanyie kazi ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anaufundisha ulimwengu good character, tabia njema, akiwaambia hivi, mama wa Kiislamu lazima jistiri. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kaangukia mtu pua na mama mmoja akaadhibiwa, akaenda motoni kwa kisa eti nini? Kashindwa kumpa nani? Mbwa au paka au mnyama kumpa nini? Maji. Huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru sana samahat Sheikh wa mkoa, Allah kulipeni kila la kheri, na naomba radhi kwa kuchelewa kwa makamu haya, na Allah subhanahu wa ta'ala kulipeni kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.